Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Ndio wakati misa inaendelea hapa na anasema kumbe mambo yanabadilika haraka sana. Wakati tunatoa salamu za rambirambi nasikia marehemu Sebastian. Sisi tunamuita Sebastian, sisi kwa marehemu. Basi akasema lakini ndo hali yetu sisi binadamu sasa. Kufumba na kufumbua mambo yanabadilika yanakuwa mengine. Basi tunayapokea yote. Na kabla basi sijazungumza kati ya kitu ambacho niseme kimenipa nguvu na kupokea msiba wa imani na naomba Mungu niendelee mpaka tukamilishe, ni katika nafasi yangu mimi kama padri. Hata nimekuwa padri mpaka leo, miaka yote hiyo watu tunazika waumini, si ndio? Na watu tunawahubiria, tunawaambia mpokee msiba huu wa imani kuu. Mpokee kwa imani kuu. Baba, mama, pole sana. Mpokee kwa matumaini. Sasa tunapofika kwako, sasa naomba Mungu nijitahidi ili na mimi nionyeshe kwa mfano na kwa vitendo kile ambacho ninachowahubiria na kuambia wengine. Na kweli Mungu amenipa nguvu na naomba niendelee hivyo hivyo ili niwadhihirishie kile ambacho ninachowaambia, tupokee kwa imani na matumaini, kwa sababu ndio safari yetu sisi sote. Huo ndio ukweli. Ndio. Unakuwa na uchungu lakini tupokee kwa imani. Tupokee kwa imani. Basi na kwa nafasi ya kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya maisha aliyempatia baba yetu na kwa umri huo wa miaka 89 ambayo alimkirimia. Na watu wanasema ukiwa kama mtoto ukaweza kumzika baba yako pia ni jambo la kumshukuru Mungu. Kwa sababu wakati mwingine watoto wanakufa kabla, vijana wanaondoka mapema. Kwa hata mshukuru Mungu kwa umri aliompatia na sisi akatuwezesha pia kuweza kumuona amefariki tukamzika. Vinginevyo yeye angetuzika sisi. Kwa hiyo jambo la kumshukuru Mungu, na tunaendelea kumwombea pia mama aendelee kuwa na afya. Basi na Mungu amkirimie miaka atakayopenda katika dunia hii. Pili, napenda kuwashukuru maaskofu wetu. Kwanza nikianzia na Askofu Mkuu Isaac Yamani wa Jimbo Kuu Katoliki ya Arusha kwa salamu ambazo ametuma baba askofu msaidizi za pole. Napenda kumshukuru pia baba askofu msaidizi Prosper Balthazar Limo kwa kutuongoza katika misa na kwa neno la pole na kwa kuacha shughuli zake na kuja kushiriki katika msiba huu. Baba, tunasema asante sana na Mungu azidi kukubariki. Napenda kumshukuru pia kwa namna ya pekee sana baba askofu mkuu mstaafu Josephat Louis Lemuru. Katika umri wake huu akaona na yeye pia aje. Mimi nilisikia anakuja nikasema ataweza kuja kweli, atafika huko. Lakini basi nikakumbuka kwa sababu anatoka Upareni. Upareni kuna milima. Na kwa bahati nzuri nilishafika huko, ni zaidi ya ile huko. Ni zaidi ya huko. Kwa hiyo bado tuko imara kuliko hata ambao ni vijana hapa kabisa. Ukitembea kutoka barabara hivi anaweza akawashinda. Kwa baba tunasema asante sana na Mungu azidi kukubariki. Na washukuru pia mapadri wote kutoka Arusha, wa mashirika, wa jimbo, mapadri kutoka Jimbo Katoliki pia Moshi ambao nimeshiriki kwa ujumla wetu kwa tarehe kwa kufika na kutupa wanafamilia pole. Basi na wanafamilia wamatumaini nimefarijika kuona kwamba nipo na wengine ambao pia nafanya nao utume. Sio kwamba nimejitenga nikawa kama kisiwa. Kwa hiyo tuendelee kushikamana hivyo hivyo. Sasa nikija kwenu nyinyi waamini, sasa sijui hata nianzie wapi. Maana waliposema waliotoka Arusha wasimame, akasema sasa mbona mmechukua kanisa la watu? Mbona mmeiteka parokia? Maana mbona mwenyewe mmejaza mpaka mkawacha wakabaki kule nje. Wachache sana ndio wameingia. Lakini nawashukuru
sana. Na niongee pia kwa niaba ya wanafamilia wadogo zangu ndio wanafanya kazi huko. Tumemsikia Hana ambao wanafanya kazi wenzao wamefika, wameoa huko wengine, kuna wakwe huko, na wengine wanafanya kazi Mbeya. Kuna watu wametoka Mbeya na wanaishi huko na wanaishi hapa Shingwe pia, shule ambazo wanafundisha. Napenda kuwashukuru walimu wakuu pamoja na walimu wote kwa majitoleo yenu na kwa chochote kile ambacho mmefanya kuwezesha msiba huu wa leo. Nasema asanteni sana sana sana. Nawashukuru pia vijana wote wa parokia ya Shingwe au na kijiji cha Shingwe kwa ujumla. Najua tumekuwepo nao na hata leo wamehusika katika kuandaa kaburi. Yote haya ni majitoleo. Kwa katika ujumla niseme asante sana, na mwisho kabisa na kwa nafasi yake ya pekee napenda kumshukuru sana baba paroko wa parokia ya Shingwe. Baba, asante sana. Huyu ni kijana wangu. Kwa mimi wa St. Teresa wanaonaga mapadri wengi wanakuja sema Padre Malisa alitufundisha akiwa Segerea miaka 5 ndio kama. Na mmoja wapo ni huyu pia. Lakini basi ni paroko wangu katika parokia hii, kwa na mheshimu kwa nafasi yake pia. Baba, asante sana. Na napenda kushukuru kwa sababu katika mazingira haya yalivyo na pengine mvua hizi na mazingira yetu ya milimani huku, katika wingi wetu huu isingewezekana hata kidogo tukafanya ibada nyumbani, isingewezekana. Kwa hiyo nilikuja kumweleza siku ya Ijumaa, alisema haina shida, pamoja na kwamba tuko katika sherehe za Pasaka, na Jumatano askofu wa Jimbo Katoliki Moshi tafika kwa ziara hapa ya kichungaji hapa parokiani. Kwa hiyo angeza kusema kwa sababu tuna maandalizi hayo hatutafanya hivyo, lakini akasema baba, mimi ni nani niseme hapana, karibu. Wakakubali tukafanya misa hapa, na chakula ambacho kimeandaliwa kwa ajili yetu sisi sote tutakishiriki hapa ili tutakapoondoka hapa basi iwe ni kwa ajili ya kwenda kwa shughuli ya kuzika tu. Kwa hiyo niseme labda ile kama mtu mwingine anasema hilo, wakati nimepandisha pengine nimeona mazingira ni wapi, barabara ilivyo pale hakuna sehemu ya kuegesha magari. Kwa ukiegesha vibaya, mwingine akipanda kule kwenye mlima atashindwa kupanda, sababu kishaweka gia yake hahitaji kukatizwa mpaka amalize. Ifike mwisho. Tumkatiza itakuwa mbaya. Kwa hiyo wale ambao tutaweza kufika sawa, wengine ambao tutaweza kufika basi tutapokea yote, lakini nia yenu ni njema na uwepo hasa katika adhimisho la sadaka ya misa takatifu ni la muhimu sana sana. Asanteni sana na Mungu awabariki. Amen. Milele